Naitwa Askofu David, ni mtumishi wa Mungu na Mungu aliniita katikati ya giza zito, katika umri mdogo kabisa. Niliitwa, inawezekana nilikuwa na miaka kati ya 5 na 7, katikati hapa, kwa sababu hata darasa la kwanza nilikuwa sijaanza. Baba hakujua, mama hakujua, hakuna mtu yoyote aliyejua, ila nilikwenda mwenyewe kwenye mikutano ya Injili. Nimekuja kujua ukubwani ile kanisa lilikuwa KLPT. Nilihudhuria mafundisho ya awali, na miaka ile walikuwapo wanafuatilia sana. Mtu ukishampa maisha yako, ikionekana umeokoka, basi wageni hawapungui kwako, ili shetani asije akakunyemelea na kukuleta tena. Lakini ilikuwa ni ajabu kwangu, kutokana na umri wangu, nafikiri na nahisi hawakujua nilikuwa peke yangu, na hawakujua nimetoka katika mazingira ya namna gani. Na walivyoniona kati yao, nafikiri waliamini kati yao kuna mzazi yupo aliyekuja pamoja na mimi. Lakini kweli nilikuwa peke yangu. Nilimpenda sana Bwana Yesu. Basi nilihudhuria mafundisho ya awali, na nilimwona Mungu katika jinsi tofauti sana, kwa sababu nilikuwa naishi kwenye giza, kitu ambacho wengi hawajakijua. Lakini hata ndugu zangu, sikuwahi kupata usingizi katika kipindi changu cha utoto. Nilikuwa silali, na sababu viumbe wa ajabu walikuwa wanakuja usiku ndani. Wengine walikuwa wananinyonya damu kwa kupitia sehemu pembeni ya kucha zangu. Nilikuwa na vidonda mwili mzima. Niliteseka kwa sababu nakumbuka, pamoja na kumpa Yesu maisha yangu katika majira hayo, nikaja kuacha kabisa kwenda kanisani, kwa sababu nilikuwa mtoto, sikuwa na uhuru, sikuwa na mtu kunifuatilia. Lakini Mungu wa mbinguni amenihifadhi hai mpaka leo naongea na wewe hivi. Na mara nyingi walitaka kunila nyama yangu, ndugu zangu. Nimezidiwa sana, nimeumwa sana, mpaka nikafukuzwa shule kwa sababu mwili wangu ulikuwa wote una vidonda. Niliishi maisha ya upweke katika mapoli, kwa maana hata wazazi wangu hawakuwa pamoja, na alostahili kuwa karibu nami aliolewa na mwanamume mwingine ambaye hakunihitaji mimi. Nilipojuliki kutoka kwa bibi kwenda kwa mama, nilipigwa sana. Nilishikwa mikono yangu kwenye viganja, na yule mwanamume mwenye nguvu akaninyanyua juu. Miguu yangu haikugusa ardhi. Akinyosha mkono wake,
alinitandika bila sababu na kunipa adhabu mbalimbali. Aliponiachia nilikaa muda mrefu bila kumwona mama, bila kumwona baba. Nikateseka na majini, nikateseka na mapepo, nikateseka na wachawi. Bwana alikuwa pamoja na mimi akinilinda roho yangu. Nilipofika umri wa miaka 16 kwenda 17, Bwana aliniita tena katika mkutano wa Moses Kolola. Sikuwa na nauli, sikuwa jinsi ya kufanya. Nilikuwa Kinondoni. Nilifika jioni kabisa kwa taabu. Nikakuta Moses Kolola ndio anawaombea watu pale, anawaita wachache huo waje kumpa Yesu maisha yao. Mimi nilikuwa miongoni mwao, nikampa Yesu tena maisha. Na katika majira na nyakati hizo ilikuwa ni tofauti na kipindi cha awali cha KLPT au wana EAGT. Hawakuniachia. Sijui Mungu aliweka nini katika mioyo yao, sijajua bado. Walikaa mezani pamoja nami, tulikula chakula pamoja nami, na kila nilipofika katika mafundisho ya awali walinikaribisha wakiniita ni mtumishi wa Mungu. Sikujali, niliendelea kufuatilia chini ya mchungaji mmoja anaitwa Kumunde na mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Tita. Alinifundisha, nikaendelea katika imani. Tunaishi Tegeta, Kinondoni ilikuwa mbali sana, mwingine Mnazi Mmoja. Basi walijaribu kuniulizia mipaka na jiografia ya tunapoishi. Wakagundua kuna kanisa la mchungaji mmoja anaitwa Mchungaji Julius Minani wa TAG. Kipindi hicho makanisa mengi ya kilokole yalikuwa yanatumia madarasa na shule mbalimbali katika majengo mbalimbali. Basi shule ya msingi Tegeta pale nikakaribishwa. Katika majira na nyakati hizo nilikuwa nasoma sana neno la Mungu, Biblia. Nilitembea huku na huku kwenda kuhubiri Injili. Kweli kuna mfu alifufuka, nilimwombea, lakini niliona jambo la kawaida, ni jambo kubwa sana. Habari. Nilikuwa na wivu sana, nilihubiri Injili na Mungu alijifunua kwangu. Kama mtumishi yoyote ya Mungu akitaka nimkubali, nimpende katika huduma yake na kumhitaji awe rafiki yangu, basi amelinywa neno la Mungu na kulitendea kazi. Ndio wivu wangu mkubwa. Kumbuka muujiza mwingine Mungu aliyoutenda ni ajabu sana. Sijui, kuna siku moja nilienda posta, nikasema naenda hospitali ya Ocean Road kwenda kuombea wagonjwa. Basi nilifika katika hospitali, nikawaona manesi pale. Kabla sijaingia kule kwa wagonjwa, nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Akaniuliza kuhusu kibali, nikasema mimi ni mtumishi wa Mungu, sina kibali.
na sina cha kufanya humu ndani ila ni kuombea wagonjwa na kuondoka zangu. Wakaangaliana, kwa umri wangu aliuona mdogo, wakaniruhusu. Lakini nilipoingia katika wodi ile, niliumia, nilisikitika, nilihuzunika. Watu wanateswa na maisha juu ya ngozi hizi na ndani ya ngozi hizi. Umeona mtu ana kansa ya ngozi, mwili wote una matobo, analala kwa taabu. Amebadilika sana, ameumizwa. Kwa ujumla kufanania na mwanadamu. Hali nimejaa majonzi na taabu na huzuni mingi. Nilimkaribia yule jamaa, niliongea na Mungu, nikamwambia Mungu kwamba huyu ni binadamu, huyu ni binadamu. Nikamlilia Mungu kwamba huyu ni binadamu. Ndio maneno niliyosema mbele ya yeye aliumba mbingu na nchi. Nilihuzunika sana, niliondoka. Sikuona muujiza wowote uliotendeka mahali pale, bali nilikuwa na imani tu kwamba Bwana anaweza kufanya. Pindi nilivyokuwa naondoka, kumbe Mungu huku nyuma alimbadilishia ngozi, akampa ngozi. Kumbe Mungu alimpa ngozi mpya, nyama mpya, mishipa ya damu mipya, misuli mipya, neurons mpya, mishipa fahamu mipya, vitu vipya Bwana alimpa. Katika siku ile nilikata tamaa ya kwanza kuombea katika miaka kadhaa, baada ya Mungu kunionyesha muujiza mmoja ambao sikutegemea. Nakumbuka kulikuwa kuna mkutano wa Injili maeneo ya Tegeta katika viwanja vya Mkanada. Mhubiri kipindi kile alikuwa mchungaji Endres wa kanisa la Agape Minutes pamoja na mke wake alihubiri siku zile. Kama tunavyojua katika mikutano ya Injili, baada ya jukwaa kuna sehemu inatengenezwa kwa ajili ya kuombea watu wanaodondoka, na kuna kikundi maalum cha maombi. Mkutano unaendelea au katika eneo hilo kwa ajili ya maombi. Basi katika zalala salama nilihudhuria mkutano ule, na baada ya mkutano ule kuisha, watu waliondoka na mchungaji Endres na mke waliondoka, lakini kulikuwa kuna special issue nafikiri, maana katika hema hili la jirani ambalo lilitengwa kwa ajili ya maombezi, kulikuwa kuna maombi yanaendelea usiku karibia saa 2, na mimi sikuondoka. Ina wivu kuangalia vitu vya Mungu. Nikaenda katika hema ile, nikapekenyua, nikaona mtumishi wa Mungu akimwombea msichana mmoja ambaye mkazi wa Tegeta na mjua, anaitwa Kishingo, na kulikuwa kuna mchungaji Mweka, mchungaji Ndungu, wachungaji wengine Urasa, wachungaji wengine ninaowajua, na baadhi ya mashemasi wakimshika yule mwenye pepo kwa sababu alikuwa anapiga sana.
vijana wenye nguvu walimshika yule binti na wachungaji waliendelea kumwombea pasipo mafanikio. Wakati nilikenyua pale na kuangalia yale matendo, nilijawa na hasira kwa sababu nilikuwa msomaji wa neno la Mungu. Sikuona kitu kilichofanyika pale kilikuwepo kwenye Biblia, sikuona. Nikaingia nikawaambia wale waliomshikilia yule binti kishingo kwa amri wamwachie, wakamwachia kweli, na sielewi kwa nini walinitii wakati sihusiki na mle ndani. Na wale wachungaji wa EAGT, TAG, KRPT, mchungaji kwa sababu ulikuwa mkutano unakusanya makanisa mengi, mkutano mkubwa, waliviona yule kaachiwa kwa hofu ya kupigwa, nao wakajitenga karibu na yule dada, akatengeneza duara na yule dada akisimama katikati ya hema akizunguka na kutamba, lakini alifanikiwa kumpiga mchungaji mmoja wa KRPT, mchungaji mmoja keke, maka alichelewa kutoka karibu yake. Mchungaji alitosha nje, wengine wakapaa. Lakini kitu cha ajabu kilichotokea mahali pale, yule binti mwenye mapepo aliwaacha wote, akaanza kunifuata mimi akitoa sauti kubwa ya kiume ya kwamba napenda kunukuu, unanijua mimi? Alisema unanijua mimi kwa sauti nzito sana, huku akinikaribia kwa hatua pole pole. Lakini sikujawa na hofu yoyote, ningali na wivu wa Mungu na matendo ya kimungu. Nilimnyoshea kidole changu yule binti na nikasema, imeandikwa, tutakushinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Lakini kabla sijamalizia matamshi haya, alirushwa mbali, akapigwa chini na nguvu ambayo hatujajua ilikotoka, lakini mimi najua inatoka mbinguni. Wachache wakamkaribia, ajaribu kumuita kwa jina lake, akaitika. Ile nguvu na ile giza na ile pepo ilimwachilia sekunde ile ile. Walinishangaa mimi, na mimi nikapata shauku, nikasema sasa, kwa sababu kama Bwana ameweza kulifanya jambo hili kubwa miongoni mwa watumishi wake, inalenda tena kwa Shenlodi kuombea wagonjwa. Wakati niko nakaribia pale kwenye geti, nikamwona mtu mmoja ananiangalia kwa makini, ananiangalia sana. Mimi sikujali, kama ilivyo kawaida yangu, nikaenda katika kile chumba. Kabla ya kuona wagonjwa kule, kaambia mimi ni mtumishi wa Mungu, nimekuja kuombea. Lakini nao wakaonekana kunishangaa. Lakini kaangalia nyuma, nikamwona yule jamaa alikuwa ananiangalia sana, pia imeingia yuko nyuma yangu. Ndipo alipoanza kulia machozi, ananiambia natoka mkoa wa Arusha kuja Dar es Salaam kwa rufaa ya kansa, kuwa nimekuja kukufa. Siku ulioniombea nilipona siku ile ile, na nina ngozi mpya kama unavyoniona. Miaka yote hii nilikuwa nakusubiri wewe, sijui unapokwenda, sijui unapokaa, sijui unapoishi. Na mimi nimesema nitakapokuona nitakuwa pamoja nawe, nitaposali nitasali pamoja nawe, nitatembea pamoja nawe. Nilisikitika na pia nilifurahi kumwona Mungu kumbe alikuwa ametenda kile kitu nilichokihitaji. Nikamwambia usifanye hivyo, Mungu na kuongezee, lakini nenda katika mkoa wako wa Arusha, atafute makanisa ya watu waliokoka. Nikamsisitiza jitahidi upate sehemu wanaolitaja jina la Yesu Kristo, huko uende.
Ukiona wanatumia vitu vingine nje ya jina la Yesu Kristo, usiende. Na hilo ndio neno langu la kukuambia. Utakaponitafuta mimi, yatakurudia tena, maana utukufu wa Mungu hautogawanyika na mwanadamu akaondoka kwa furaha. Lakini mimi ni askofu, anaongea na wachungaji wa makanisa mengi, lakini hasa Tanzania Assemblies of God. Nawaambia ukweli kabisa, wachungaji wote wa TAG, kama mna kazi ngumu katika dunia, kama kuna kazi ngumu mbinguni ya nyie kuingia mbinguni, ni kazi sana. Wachungaji wa TAG, hakuna kazi ngumu mlio nayo kama mtakapokufa kumwona Bwana Yesu. Hakuna kazi ngumu mlio nayo kama unyakuo ukitokea, nyinyi kunyakuliwa. Nitaeleza sababu katika video nyingine, lakini nina wivu, ninawapenda sana, sitopenda mabaya ya wakute. Andiko lililonena ya kwamba watakuja siku zile, watasema tulitoa mapepo kwa jina lako, tukafanya hivi na hivi. Yameandikiwa watumishi wa Mungu, si washirika. Na waliokuja kuniona magerezani, si hospitali, wapi, wamewaambia watumishi wa Mungu wala sio washirika. Nawaambia kama Bwana ishivyo, muna kazi ngumu. Mimi namba yangu 0767406263. Yule mchungaji mwenye unyenyekevu, basi kwa hilo dogo akamwona Mungu katika hali ya udhaifu ule atakayotafuta. Lakini Bwana na kufungulia hili neno, ndio sema pamoja nawe. Lakini nitasema ni kwa nini itakuwa na kazi ngumu kuingia mbinguni sasa hivi. Asante Bwana Mungu, katika jina la Yesu, wasaidie watoto wako, warehemu, waondolee, watolee tani, watolee mizigo mabegani mwao, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mbinguni yako na duniani yako na vyote vitu sawa, na tutembea katika Mungu wako, katika jina la Yesu.